mfalme wa amani, pokea sifa Bwana, pokea utukufu katika jina la Yesu. Hakuna wa kulinganishwa na wewe, hakuna wa kutoshanishwa na wewe Bwana. Hakuna aliye kama wewe mfalme wa amani, hakuna aliye kama wewe mtakatifu. Utukuzwe Bwana asubuhi ya leo. Uinuliwe Mungu wa baraka, upewe sifa Baba katika jina la Yesu. Wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema, haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana, wewe ni mwema, wewe ni mwema sana, haufananishwi. Wewe ni mwema Bwana. Asante Bwana Yesu, asante Mungu wa baraka. Utukuzwe Mungu na uinuliwe mchana wa leo. Tunalipokea neno lako kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaomba na kuamini, na watu wa Mungu waseme amen. Amen. Basi ninaomba usogee viti vya mbele na niseme ya kwamba umebarikiwa sana katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Hii ni siku nyingine tena ambao Bwana ameifanya kwa ajili yangu mimi na wewe, ili tukaweze kufurahia na kushangilia ndani ya siku hii katika jina la Yesu, maana furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo popote unaponitazama ukiwa nasema karibu sana, tunapoendelea na somo letu ambalo tumekuwa tukijifunza katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Karibu sana, chukua Biblia yako tunapoingia katika neno la Mungu katika jina la Yesu. Karibu katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu, kikiletwa kwako na mimi Apostle PM Simiyu, Voice of Fire wa kanisa la Winners Celebration Center hapa Kericho, a fellowship where everybody is someone. Karibu tuanze mwaka katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Tunamshukuru Mungu tunapoanza mwaka. Mungu ametupatia somo ambalo ni la nguvu tena sana katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Na somo hili ni la maana sana, ya kwamba shida kubwa tuliyo nayo kwa baadhi ya waumini ni ukosefu wa elimu ya kweli ya Mungu. That's the biggest problem. That's the challenge ambayo tuko nayo katika believers. Najua hata wengi wetu ambao unatazama, changamoto yako kuu ni wewe kutokuwa na elimu ya kweli. Kuna elimu na kuna elimu ya kweli. Bwana asifiwe sana. Kuna elimu na kuna elimu ya ukweli. Kumbuka ya kwamba kuna injili nyingine na kuna injili kamili, another gospel. Bwana Yesu asifiwe. Unapaswa kuelewa hivyo. Kuna mafundisho ingine. Na sasa kulingana na somo letu tumeona ya kwamba kuna elimu mara tatu. Elimu iko mara tatu ambayo iliendelea na inaendelea, ambayo ilianza zamani sana na mpaka sasa inaendelea. Kumbuka, watu wanapokea either kati ya hizi elimu tatu.
Na ni vizuri ujiulize, ni elimu gani ambayo wewe unapokea? Ni elimu gani ambayo wewe unapokea? Lazima ukuwe mwangalifu ni nini unaingiza kwa maisha yako. Lazima ukuwe mwangalifu ni nini unapokea. Lazima ukuwe mwangalifu ni nini unachukua. Lazima ukuwe mwangalifu ni nini unakula. Bwana Yesu asifiwe. Cha kwanza ni kutaka kujua ni nini hii ninakula. Mtu hawezi tu akakupa chakula na ukule, utaanza kujiuliza ni nini hii. Bwana asifiwe. Na kama kuna kitu nataka Mkristo uwe, nataka uwe macho na uwe mwangalifu sana. Uwe macho na uwe mwangalifu sana ni nini unapokea katika maisha yako. Ni nini unalisha nafsi yako. Ni nini unalisha roho yako. Ni nini unasikiliza. Bwana asifiwe. Ni nini unasikiliza. Ni nini unaendelea kulisha maisha yako. Ni nini hii unatumia kujenga imani yako. Lazima tuwe waangalifu. Na ndio maandiko ikatuambia kwamba katika waraka wa kwanza wa Yohana 4:1 ya kwamba tupime kila roho. Tupime kila roho. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila mafundisho tunaitiwa inafundishwa kuhusu Mungu ni sawa tu tukimbie na tuchukue. Cha kwanza ni tutake kujua ni mafundisho ya aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Ni mafundisho ya aina gani hii? Yaani kwa kifupi, mwaka huu taka kukuwa mwangalifu ni nini unasikiliza. Taka kukuwa mwangalifu ni nini unapokea. Kwa sababu kile ambacho kimeleta shida kwa baadhi ya waumini ni ukosefu wa elimu ya kweli, elimu ya Mungu ya kweli. Hiyo ndiyo shida ambayo tuko nayo, na ndio nikasema ya kwamba kutapeliwa huku kumekuwa sana na kunaendelea, maana wanaotapeliwa hawajui ukweli. Hiyo ndiyo shida. Yesu akasema mkikaa katika neno langu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Tuko na watu wengi ambao ni believers lakini hawako huru. Hawako huru hata kidogo. Na kwa sababu hawako huru ndio maana wanadanganywa, na maana wanatapeliwa kwa sababu hawako huru. Mpendwa, kuna uhuru ambayo inapatikana kwa kujua ukweli. Kuna uhuru ambayo inapatikana kwa kupokea elimu ya Mungu ya kweli. Narudia tena, kuna uhuru ambao unapatikana kwa kupokea elimu ya Mungu ya kweli. Elimu pia inaweka kweli, inaweka huru, na hiyo ndio iliyo kweli ya nguvu. Hii ndio inayoweka huru ya kweli. Uhuru unaopatikana kwa njia ya kufahamu, kwa njia ya kujua. Hii ni uhuru ya nguvu tena sana. Bwana Yesu asifiwe. Na mwaka huu mpendwa, ninajua pia tunaombea watu wanawekwa huru. Najua pia kwa kuokoka tuliwekwa huru, lakini uelewe ya kwamba kuna uhuru ambayo tunahitaji inayokuja kwa kupokea elimu ya Mungu ya kweli. Hiyo inatuweka huru. Maana usipokuwa huru mpendwa, umeokoka, unamwamini Yesu mpendwa, kama hautawekwa huru na elimu ya Mungu ya kweli, utakuwa mtumwa wa mafundisho ya uongo. Utakuwa mtumwa wa kuuziwa mafuta. Utakuwa mtumwa wa kuuziwa chumvi. Utakuwa mtumwa wa kudanganywa na utadanganyika. Utakuwa mtumwa wa kuuziwa maji. Utakuwa mtumwa wa kufanyishiwa sarakasi mingi ambazo ninaona watu wakifanyishiwa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa mtumwa na utapata zile sarakasi ambazo unafanyishiwa zote. Hizo vitu siku ya leo upasifanyiwa, hizo vitu zinafanywa na neno la Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Na kurudia tena, usipowekwa huru na elimu ya Mungu ya kweli, utakuwa mtumwa.
utakuwa mtumwa wa sarakasi zote zitakuwaga zikifanya. Utakuwa mtumwa wa kuombewa. Ukisikia kuna mtu anaombea kule watu, unaenda. Ukisikia kuna mtu anaombea watu kule, unaenda. Ukisikia kuna mtu anaombea watu kule, utaenda. Kwa sababu wewe ni mtumwa katika jina la Yesu. Usipowekwa huru kwa kupitia elimu ya Mungu ya kweli, nataka nikuambie utatangatanga tena sana. Utatangatanga. Hii pia tabia ya kutangatanga makanisa ni kwa sababu pia wewe ni mtumwa. Wakati utawekwa huru, you will identify yourself na kanisa moja. Lakini leo uko hapa, kila mwaka unabadilisha kanisa. Kila mwaka unabadilisha kanisa. Kila mwaka leo ni huku, leo ni huku, leo ni huku. Wengine hata kwa mwaka unabadilisha makanisa mengi. Unatuambia wewe ni mzuri, wewe ni mtumwa. Wewe ni mtumwa wa kutangatanga kwa makanisa, na shida yako ni ukosefu wa elimu ya Mungu ya ukweli. Ndio maana unatangatanga. Hakuna mtu aliye na elimu ya Mungu ya kweli ni mtumwa wa hali yoyote, sio mtumwa. Ukikosa elimu ya Mungu ya kweli, utakuwa mtumwa wa interpretation mbaya ya maandiko. Yes, utafundishwa hili neno kwa tafsiri vibaya, linatafsiriwa vibaya, lakini hautaelewa hata huyo mtu anatafsiri Biblia vibaya, kwa sababu wewe ni mtumwa. Wapendwa, nimetumwa nikuambie mwaka huu katika mambo ya kimungu, pigania uwekwe huru na elimu ya Mungu ya kweli. Pigania uwekwe huru kwa laini ya elimu, uwekwe huru. Najua uko huru kwa maombi, uko huru kwa kuamini, uko kote umewekwa huru, lakini ya msingi sana kwa yote na kuambia, wekwa huru kwa kujua ukweli, kwa kukuwa na elimu ya Mungu ya kweli. Mwaka huu pigania hiyo. Najua umepigania miujiza, umepigania vitu mingi, ni sawa sawa, lakini cha msingi kenye kitalinda huduma yako, kenye kitalinda mambo yako yote, sio imani, ni elimu ya Mungu ya kweli. Ndio inayotumika kulinda kile ambacho uko nacho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika dunia sasa kuna elimu tatu ambayo ilianza zamani sana na ni kuendelea, inaendelea kuongezeka. Kuna elimu tatu. Haikuanza jana. Sisi tumekuja juzi. Sisi wanadamu tumekuja juzi, lakini elimu hii ilianza zamani tena sana. Na leo unahitaji kukuwa mwangalifu, ni elimu gani unayopokea? Ni mafundisho ya aina gani unapokea? Hii utumwa ya kila kitu ukisikia kitajwa Yesu unakimbia. Kila kitu ukisikia kitajwa Yesu unakimbia. Hii mchezo lazima uache. Lazima ukubali kubadilika kupitia kwa elimu ya kweli. Leo ukisikia bora mtu yoyote tu anaongea kuhusu Mungu, wewe uko ndani. Bora mtu yoyote anaongea kuhusu Mungu, uko ndani. Hapana, hatupaswi kukuwa watumwa wa kila kitu. Bwana asifiwe. Umekuwa mtumwa wa kuamini kila kitu. Hakuna kenye uamini. Hata wakati unadanganywa unaamini. Bora mtu amekuambia roho Mungu ameniambia, Mungu ameniambia, God is telling me, God is telling me. Hata vya kushangaza siku ya leo mtu anakuambia, can I prophesy to you? Can I prophesy? Can I prophesy? Na unasema na unasema na anaongea vitu ya uongo na wewe unajua ni uongo, lakini kwa sababu wewe uko chini ya mhubiri kipofu, hata wewe ni kipofu. Leo nimekuja kusema kenye kitawafungua kwa hivi vitu sikuwaombea, ni kwa kukuwa na elimu ya kweli. Elimu ya kweli ndio itakuweka huru. Elimu ya kweli ndio itakuweka huru. Mimi nakuambia kanisa, nisikilize wewe ambao umeokoka. Maana kutokuwa na elimu ya kweli utakupatia shetani nafasi atakuhangaisha hii dunia mbaya sana. Sijasema utaenda mbinguni, lakini hii dunia shetani atakuchezea vibaya sana. Utafanyishia watu masarakasi kanisani, kila siku ni masarakasi. Mhubiri anakuja kuanzia asubuhi mpaka jioni, ni sarakasi tupu, ni sarakasi tupu. Kazi yako ni kupiga makofi, kazi yako ni kufurahia, kazi yako ni kurukaruka.
Na tukikaa chini tuchunguze kenye unafanyiwa, tunapata ya kwamba si elimu ya kweli. Tukatai ni elimu, lakini sio elimu ya kweli. Bwana asifiwe. Hatukatai ni elimu, lakini sio elimu ya kweli. Kumbuka kuna elimu na kuna elimu ya kweli. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo ninaomba tafadhali, mwaka huu wewe ambao unamwamini Yesu, fanya bidii ukuwe na elimu ya Mungu ya kweli. Hiyo itakuwa ndio kinga ya maisha yako. Hiyo ndio itakukinga na sarakasi watu wanafanywa. Hiyo ndio itakukinga mpaka na vitisho. Mpaka leo watu wanainuka kutisha watu. Unatisha watu watishiki kwa sababu wanajua tu hizi ni vitu zako, vituko zako. You want to force people wakubaliane na wewe. Wasipokubaliana na wewe unatoa threats. No, haiwezi work. Itawaka kwa wale ambao they are blind to you. Wale ambao tu ni vipofu kwako peke yake ndio watakubaliana na wewe na wakuogope. Lakini kwa wengine no. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nimesema ya kwamba shida ya baadhi, sio wote, shida ya baadhi ya waumini ni ukosefu wa elimu ya Mungu ya kweli. Kama ni kuamini, wanaamini. Kama ni kuamini, wanaamini. Maana kuamini ni ishara ya kwamba namfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kutumika, wanatumika katika nyumba ya Mungu. Kama ni kuimba, wanaimba. Kama ni kuhubiri, wanahubiri. Kama ni kuomba, wanaomba. Kama ni viongozi kanisani, viongozi kanisani. Lakini hiyo yote ukiwa nayo, alafu ukose elimu ya kweli, basi nakwambia uko taabani. Uko taabani. Bwana Yesu asifiwe. Uko wapi? Uko taabani. Jina la Bwana litukuzwe. Wewe uliye na imani ambayo ina uwezo ya kuhamisha milima na iondoe, kama una elimu ya kweli, na kuambia uko taabani. Wewe unayeomba masaa mengi na unaomba sana tena, kama una elimu ya kweli, uko taabani tena sana katika jina la Yesu. Wewe mhubiri unayehubiri na kuhubiri, kama una elimu ya kweli, uko taabani. Unafanya miujiza, kama una elimu ya kweli, uko taabani. Uliye kiongozi katika nyumba ya Bwana, kama una elimu ya kweli, uko taabani. Unaenda kanisani, unaitanishwa na hiyo kanisa, kama una elimu ya kweli, uko taabani. Waumini wote ambao wanamwamini Yesu na kumfuata Yesu, kama hawana elimu ya kweli, wote wako taabani. Mimi nakuambia ukweli, wako kwa shida. Vita makanisani ni ukosefu wa elimu ya kweli. Ndio inasababisha wapendwa wanakosa njia namna ya kiungu ya kusuluhisha vitu. Ni ukosefu wa elimu ya kweli ndio inasababisha vita makanisani. Bwana Yesu asifiwe. Chuki baina ya kanisa na ile kanisa, chuki baina ya wachungaji, huyu akifanya vizuri ni shida, huyu hivi. Ni sababu kubwa ni kwamba ukosefu wa elimu ya kweli. Maana elimu ya kweli itakupatia mwelekeo. Elimu ya kweli inakuja na hekima. Elimu ya kweli itakuambia jinsi ya kufanya vitu katika Ukristo, katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuko na injili tatu. Tuko na injili ngapi? Ama kwa kifupi tuko na mafundisho mara ngapi? Versions ngapi? Tatu. Tuko na mafundisho mara tatu katika dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Na mafundisho ya kwanza, elimu ya kwanza inaitwa elimu ya Mungu ya kweli. True knowledge of God. Hiyo ndio elimu ya kwanza, maana hiyo ndio elimu ya kwanza iliyotangulia duniani ambayo imekuwako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Genesis chapter 1 verses number 1. In the beginning, God. In the beginning, God. Genesis chapter 1 verses 1. John chapter 1 verses 1. Hapo mwanzo. So tumeona Genesis chapter 1 verses 1 imesema aje? In the beginning, God. Alafu John chapter 1 verses 1 inasema aje? Hapo
mwanzo kulikuwa na neno. Sasa John interpret, haimuiti God, inaanza kwa kumuita neno. Kwa hivyo elimu ya Mungu ya kweli ndiyo ya kwanza katika jina la Yesu. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwako ni Mungu, na vyote vilifanyika kupitia nani? Neno. Kwa hivyo neno la Mungu la kweli ndio lililosababisha vyote kukua. Kwa hivyo elimu ya kweli ni mzee kushinda kila kitu. Elimu ya kweli ni mzee kushinda mbingu na nchi. Elimu ya Mungu ya kweli ni mzee kushinda mbingu na nchi, kwa sababu kupitia hiyo elimu ndiyo mbingu na nchi ilipatikana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo elimu ambayo ni very old, the oldest knowledge, it is the word of God. Bwana asifiwe. Hallelujah. That's number 1. Then number 2, na pia tunaiona kwa Genesis chapter 2 verses number 16, ndio tunapata the oldest word ama knowledge. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu. Mara ya kwanza tunaona Mungu akikaisha mwanadamu na kuanza kumuelimisha kulingana na vile anataka. Na Yohana ametuambia hiyo neno ilikuwa wapi? Kwa Mungu. Na sasa tunamwona Mungu anaongea maneno, anaongea neno kwa mwanadamu. So tunamwona Mungu akitransfer maneno yake kwa mwanadamu mara ya kwanza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mwanadamu, mstari wa 16, akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Baada ya Mungu kumweka mwanadamu katika bustani mwa Edeni ili aishi pale, ili akae pale, alihitaji elimu. That's why unaona kila chombo ukinunua huwa inakuja na kijitabu kidogo. Ndio kweli? Hata simu ukinunua utapata kuna kijitabu kidogo cha maelezeo jinsi ya kutumia nini hiyo simu. Enda nunua redio, utaona kijitabu kadogo ambacho nikakuelezea kuhusu hiyo redio. Bwana asifiwe. Enda nunua chochote. Bwana Yesu asifiwe. Lazima itakuja na nini? Na kijitabu kidogo kinaitwa manual. Bwana asifiwe. Ni cha kukusaidia, Bwana asifiwe, kujua nini hiyo redio yako. So kila redio ambayo imetengenezewa kijitabu kakukuonyesha jinsi hiyo redio iko. Then imeandikwa number 1, alafu kwa ile redio kabaton kamewekwa number 1 ni fulani, number 2 ni hii. Sasa kwa kusoma ile inakusaidia kujua nini ile redio. Mungu akafanya shamba la Edeni, akaweka kila kitu. Kisha baadaye akamfanya mwanadamu pia, akamchukua akamweka pale. Sasa Mungu alikuwa anataka mwanadamu akae pale siku zote. Na ni nini itasababisha mwanadamu akae pale siku zote? Ni maagizo ya Mungu ama elimu ya Mungu. Sasa tunamwona mwanadamu anachukuliwa na Mungu, anaanza kuelimishwa. Maana kenye Mungu anamuelimisha ndio kitamwezesha kukaa pale. Kwa sababu mahali hapa ni pa Mungu, vitu hizi ni za Mungu na wewe ni wa Mungu. Na kuna vile Mungu anataka ukae katika shamba la Edeni. Bwana asifiwe. Kuna vile Mungu anataka, na kwa sababu haujui vile anataka, Mungu akamchukua mwanadamu akaanza kumuelimisha, akampa elimu ya ambayo itamsaidia kuishi pale siku zote na kufurahia katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Elimu ya kweli. Na ndio maana tulipookoka, jambo la kwanza Yohana 8:31 ni mkae katika neno langu, mfundishwe ndio mjue jinsi ya kuishi katika hii wokovu.
interpretation ya wokovu kwa wapendwa ni kitu kingine tofauti tena sana. Watu wengi vile wanainterpret na kuelewa wokovu, wanaielewa kitu kingine kabisa. Na ndio maana unaona ya kwamba siku ya leo tuko na wokovu za dini, wokovu za ministry. Hii kanisa iko na wokovu yake, hii kanisa iko na wokovu yake. Kuna vile wanaamini. Ni kwa sababu ya wengi walipookoka hawakuenda shule, hawakukaa chini ya elimu ya Mungu iwafunze jinsi ya kukaa kwa wokovu. Dini haipaswi kutuambia jinsi tutaishi wokovu. Hapana, ni neno la Mungu ndio litakalotuambia jinsi ya kuishi kwa wokovu. Leo makanisa yamekuja na mipangilio yao ya jinsi utakavyoishi kwa wokovu. Ili uhesabike umeokoka, lazima uvae hivi, lazima ukue hivi, lazima ufanye hivi. Kumbuka, tofautisha vile watu wa kanisa na dini wamekaa chini wakaamua na vile imeandikwa. Tunafuata vile imeandikwa, hatupate idea za watu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Injili ya kweli. Mungu anachukua mwanadamu, elimu ya kwanza anaanza kumuelimisha vile atakaa katika shamba la Edeni. Anampa elimu ya kweli ambayo ndio itakayomsaidia kuishi kwa shamba la Edeni. Leo nimekuja kukuambia mpendwa, haukujiweka kwa wokovu, umewekwa na Mungu. Yes. Biblia inasema tumeokolewa kwa neema. Nani aliteswa kwa ajili yetu? Ni Yesu, sio mimi. Kwa hivyo sikujiweka kwa wokovu, nimewekwa. Nimefanya nini? Na nilichaguliwa kuokolewa. Kwa hivyo nimewekwa kwa wokovu. Na kwa sababu wokovu nimewekwa pale, ninahitaji elimu ya Mungu ndio itakayonifunza jinsi ya kuishi maisha ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Tuachane na ile rules, regulations, mitaratara ya kanisa. Tofautishaga hii dini ilikaa chini ikasema hivi na hivi na hivi. Lazima watu wavae nguo nyeupe. Lazima watu wavae nguo nyeusi. Lazima watu wafunge kitambaa. Lazima watu wavae nguo inakaa hivi. Wachana na hizo ni vitu vya watu. Lakini wokovu tunahitaji neno la Mungu ndio lituambie vile tunaishi kwa wokovu. Sio kanisa itatuambia vile tutaishi kwa wokovu. Sio dini, sio wazee wakae chini waamue kwa hii dini itakuwa hivi na hivi, kwa hii kanisa itakuwa hivi. Wachana na hiyo. Na hiyo kitu na Biblia lazima tujifunze kutofautisha na hizo. Kama ile kanisa walikaa chini wakaona ni vizuri kuvaa nyeupe, si vibaya kuvaa nyeupe, lakini si lazima kila mtu avae nyeupe ndio anahitanishwa na Mungu. Hiyo ni yeye mliamua na si vibaya, lakini haijaandikwa watu wavae hizo vitu. Ni neno la Mungu peke yake linatuelezea jinsi ya kuishi kwa wokovu. Sio Bible school inatuelezea vile tutaishi kwa wokovu. Hapana, maana utapata ya kwamba pia kuna madhehebu, kila dhehebu imekuja na nini? Na chuo cha Biblia yao. Sisi tunafunza watu hivi, sisi tunafunza watu hivi. Sisi tunaongea kuhusu maandiko. So elimu ya kwanza ni elimu ya Mungu ya kweli. Tumeiona katika Genesis chapter 2 verses number 16 and number 17. Mungu ndiye wa kwanza anaanza kwa kumwelimisha mwanadamu vile anataka. Elimu ya pili tunaipata kwa Genesis chapter 3. Na elimu ya pili inatokana na Shetani. Elimu ya pili inaitwa elimu ya uongo. Elimu ya uongo juu ya Mungu. Elimu ya uongo juu ya Yesu. Unapaswa kujua hivyo. Tuko na elimu ya pili. Mafundisho ya pili ni mafundisho ya uongo juu ya Yesu. Mafundisho ya uongo juu ya Yesu. Sijui mahali umefika kama unaelewa mafundisho ya kishetani inayoendelea juu ya Yesu. Nani alikwambia watafundisha juu ya Yesu? Kumbuka kitabu cha Mathayo 24. Watakuja na watasema mimi ni nani? Ni Yesu. Biblia inasema ya kwamba hawa ni waongo, msiwasikilize. Leo tuko na watu wengi wanafunzwa elimu ya Yesu
lakini behind that knowledge it is an evil spirit. Sio elimu ya Mungu, ni elimu ya uongo. Sasa sijui kama umefika kiwango cha kujua elimu ya uongo. Elimu ya uongo kuhusu Yesu na kuhusu Mungu ni elimu ya kishetani. Elimu ya uongo, shetani ndiye baba ya uongo na amekuwa muongo tangia mwanzo. Na hii elimu ya uongo kuhusu Yesu, kuhusu Mungu iko na miujiza. Wanaperform miujiza. Wanaperform miujiza. Wanafanya miujiza. Sikiliza hii elimu. Genesis chapter 3. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Hii ndiyo elimu ya uongo juu ya Mungu. Hii ndiyo elimu ya uongo juu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sijui kama umeona kile kinaendelea kwa chama cha ODM. Kila mtu anapigania akisema baba aliniambia, baba alisema. Kila mmoja anapigania baba aliniambia, baba aliniambia. Na the more kila mtu anakuja na yake, ndio kila mtu anachanganyikiwa kwa hiyo chama. Bwana asifiwe. Lakini wangeitana mara moja, wakae chini, hata waende kwa records waulize baba alisema nini. Lakini kila mtu anakuja baba aliniambia, huyu mwingine baba aliniambia. That's confusion. Na hivyo ndio hii elimu ya uongo ya shetani juu ya Yesu inakuja. Watu wanafikiria shetani hafunzi juu ya Yesu, anafunza. Hii ndio shida tuko nayo na waumini. Wanafikiria ya kwamba watu kutoka katika ulimwengu wa giza wametumwa na shetani, hawafunzi kuhusu Yesu, wanafunza. Watu wanafikiria hata shetani aseme hivi ndio Mungu amesema. Sasa wewe ambao umezolewa kubebwa na Mungu amesema, Mungu amesema, wewe uko taabani tena sana. Shetani anamwambiaje mwanamke eti hivi ndivyo Mungu amesema? Kwa hivyo kwa kifupi shetani anaambia mwanamke, hata mimi nimesikia vile Mungu amesema, amesema hivi. Sasa kukuja kwa njia ya kusema Mungu ameniambia, Mungu ananiambia, tafadhali, hiyo hauwezi danganya nayo watu ambao wako na elimu ya Mungu ya kweli. Hauwezi wadanganya na Mungu ameniambia. Hiyo huwezi wadanganya nao. Hiyo utawadanganya wasiokuwa na elimu ya kweli. Na ndio unaona makanisa ambayo imejawa na Mungu anasema, Mungu anasema, Mungu ananiambia, Mungu ananiambia. Unaona imejana watu wengi. Na watu ukiwakaisha chini, wapeleke kiasi katika mambo ya kimungu, hawa watu hawajui hata kidogo. Hawajui. Na unapata ya kwamba hata vitu zenye wanafanya wamekuwa instructed kufanya. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nasema hii mambo ya kubebwa na Mungu amesema, Mungu amesema. Unajuaga saa zile shetani ndiye amekuja kukuambia Mungu amesema? Unajuaga? Maana shetani amemtokezea mwanamke, anamwambiaje? Mungu alisema hivi. So kukuja kutuambia Mungu amesema, tafadhali, hiyo sio neno la kututishia naye. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata shetani anasema Mungu amesema. Na unajua alijaribu kumpiga Yesu na hiyo. Alipojaribu majaribu zake zote katika Mathayo 4 akashindwa, aliambia kumwambia Yesu, pia Mungu anasema. Akapata Yesu anajua zaidi maandiko. Akapata Yesu anajua maandiko inajibiwa na maandiko. Lakini leo believers wa leo, waumini wa leo, enda tu in the name of God, umebeba yeye. Mungu ameniambia. God is telling me about you. God is telling me about your family. God is telling me about your business. God is telling me about hiyo inabeba waumini. Hata inua mikono, anze kulia. Hiyo ndio watu wanataka.
Sisemi Mungu hawezi fanya hizo vitu zinafanyika, lakini swali ni kwamba shetani amejua wakosefu wa elimu ya ukweli waweze na kuambia Mungu amesema. Kwani ni nini shetani hapa anaambia mwanadamu eti Mungu amesema? Kwa hivyo hata shetani anaambia mwanadamu hata mimi najua vile Mungu alisema. Wapendwa, kuna vile shetani anajua maandiko na pia yeye yako ndani anahubiri na kufundisha kulingana na vile anajua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata shetani anafunza maandiko. Hii vitu amekuja nayo hajatoa kuzimu. Anasema amesikia kutoka kwa nani? Hivi ndivyo Mungu amesema. Na ndio nimekuja kukuambia, hapana sumbuliwa na maneno kama haya. So elimu ya pili inaitwa elimu ya kishetani, elimu ya uongo juu ya Yesu. Wanafunza kuhusu Yesu, wanafunza kuhusu Yesu, lakini ni uongo. Ni nini? Ni uongo. Lazima tukue waangalifu na watu ambao wanafunza juu ya Yesu na juu ya ufalme wa Mungu, lakini ni uongo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kama huyu mnabii mnasikia anatatiza Kenya huyu anafunza vitu yake uongo mtupu, maana vitu yake imejawa na uoga. Imejawa na nini? Uoga. Kuna elimu ya Mungu inaleta nini? Uoga. Na ni vibaya kwa kufuata mtu kwa njia ya kuogopa. Hakuna Mungu hapo. Hatumuogopi Yesu. Bwana asifiwe. Ile hofu tulionayo ni ile ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiangalia vile hao wafuasi wake wanamfuata, wamejawa na uoga. Na hiyo uoga ndiye anajaribu kuweka kwa Kenya. Kenya, don't try me. Don't try me. What will you do? You will do nothing. You will do nothing. The only thing you can do something to those blind followers ambao wanakufuata. To those blind followers, you can do something to them. But not to those who have the true knowledge of God. You will do nothing to them. A false prophet hawezi babaisha a believer ambaye ako na the true word of God. Let me tell you, it doesn't matter how mighty. It doesn't matter they are 3 or they are 4. They can do nothing to a believer ambaye ako na the true knowledge of God. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu a true believer anajua hata itafani, hata itapita na vitisho yako. Bwana asifiwe. Hakuna mahali tunasikiliza injili ya Mungu inatuwekea uoga. Na hakuna mahali tunafuata kwa sababu ya kuogopa. Hatufanye hivyo. Hatukupokea roho ya uoga. Bwana asifiwe. Hatukupokea roho ya nini? Ya uoga. Kwa hivyo elimu ya pili ambayo inaendelea na ilianza kitambo ni elimu gani? Ni elimu ya kishetani ambayo ni elimu ya uongo juu ya Yesu. Shida ni ile wewe hautarajii watakuja kufundisha juu ya Yesu. Wewe utarajii shetani wanaweza funza hiyo. Hiyo ndio shida uko nayo. Wewe utarajii kama ni wa uongo, mbona anafundisha hivyo? Yes, wanafunza. So elimu ya pili kuhusu Yesu inatokana na nini? Na kuzimu. Lazima tukue waangalifu. Na elimu ya tatu. Tuangalie elimu ya tatu. Genesis chapter 3 verses number 2. Mwanamke akamwambia nyoka. Elimu ya tatu inatoka hapa. Akamwambia matunda ya mti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu asema msiale wala msiaguse msije mkafa. Elimu ya tatu inatokana na mwanadamu. Elimu ya tatu ni elimu kuhusu Yesu, lakini ni elimu ya kibinadamu. Hii tunaweza tukaihesabu kuwa fake knowledge. The first knowledge tunaita true knowledge. The second knowledge tunaita false knowledge. And the third knowledge tunaita fake knowledge. Vitu fake vinatokana na nini? Na wanadamu.
Vitu fake vinatokana na nani? Na wanadamu. Hii ni kumaanisha kwamba they interpret the word kulingana na mawazo yao, si kulingana na roho wa Mungu. Wana interpret na akili zao. Mambo lazima tukue careful na wahubiri ambao ni fake, wana interpret na mambo ya nini? Akili zao. Na nilikuambia mfano kwa sababu ni kitu inajulikana kwa mitandao. Pastor Kanyare is a fake prophet, is not a false prophet. Sio nabii wa uongo Pastor Kanyare. Pastor Kanyare ni nabii bandia. Hakuna kitu anaathiri maisha ya watu spiritually, anaathiri watu physically. Vitu zenye anafanya ni karata. Ni nini? Ni karata. Analeta nyama choma kwa kanisa Sunday, anakaa hapo na wanakula nyama choma. Yaani unaona vituko zenye anafanya hapo na wanawake nini yaani unaona tu si vitu za kiroho. Za Kanyare si vitu ya kiroho, ni vitu ya kimwili, vitu ya kimwili. So lazima ujue kuangalia nabii wa uongo na nabii bandia. Hizi mbili ni tofauti. So nabii wa uongo anaathiri vibaya sana, kwa sababu nabii wa uongo ataathiri mawazo yako, atabadilisha nia yako kutoka kwa njia ya ukweli, atakuelekeza kwa njia ya kupotea. Lakini nabii bandia hawezi badilisha nia yako, atakuwestia time tu, lakini hana athari katika ulimwengu wa kiroho, kwa sababu vitu anazovifanya ni vya kimwili. So atakuaffect physically, so atakukula pesa. Hizo ndio vitu atafanya sana. Nabii bandia kitu kubwa atafanya kwako ni kukutapeli pesa. So nabii bandia ana concentrate so much kwa nini? Kwa pesa. Na ndio nabii bandia analipa kiwete, analipa mtu ambaye si kiwete, alafu anasema aletwe na nini? Na wheelchair. Analipwa 20,000, alafu analetwa na wheelchair. Alafu saa zile anaomba, ule anainuka kwa wheelchair, anasema ametembea. Hiyo sio kiroho, hiyo tu ni karata wamecheza. So elimu ya tatu inatokana na nani? Na mwanadamu. Ni fikra, mawazo, mpangilio wa kibinadamu kulingana na vile anaelewa vile Mungu alisema. Kwa hivyo kuna vile Mungu alisema, kuna vile shetani amesema, na kuna vile mwanadamu amesema. Lakini ukiangalia unapata wote, shetani na mwanadamu, mambo yao, version yao wamebadilisha tu vile Mungu alisema. Hawajakuja na kitu kingine mpya. Bwana asifiwe. Hawajafanya nini? Hawajakuja na maneno mengine mpya, ni maneno ile tu ya Mungu wametwist kidogo. Sasa nisikilize, Kenya kitakufungua ni elimu ya Mungu ya kweli ndio itakufungua. Yenye itakuweka huru ni elimu ya Mungu ya kweli. Na elimu ya Mungu ya kweli itakuwa shield ya maisha yako, itakukinga na ina break that yoke of slavery. Hautakuwa mtumwa. Wacha nikuambie, hautakuwa mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Unatishwa kwa kanisa, unatishwa nitakulaani, utalaaniwa. Hizo vitu hazitakusumbua. Hiyo freedom inapatikana wapi? Kwa elimu ya Mungu ya kweli, ndio inaweka watu huru. Simama juu kwa miguu yako katika jina la Yesu Kristo. Natumai mpaka hapo unazidi kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. So kuomba peke yake haitoshi. Bwana asifiwe. Ni vizuri unaomba masaa mengi, ni sawa sawa, lakini tafadhali usiseme vile ninaomba masaa mengi basi mambo iko sawa. La hasha, na kuomba hapana. Kuomba sana sio mwisho. Kukuwa na imani nafanya kazi sio mwisho. Mungu kuongea na wewe sio mwisho. Kwa yale ambayo uko nayo, ongezea elimu. Ongezea elimu. Imani hakuna vile inafaa kutembea bila elimu. Hii kipawa yako hakuna vile inafaa kutembea bila elimu. Hii kuimba yako haiwezi kutembea bila elimu. Hii ishara
na miujiza unafanya haipaswi kutembea bila elimu. Hii wewe ni mchungaji bila elimu, iko shida hapa duniani. Shetani atakupeleka vile unataka hata kama umeokoka. Kesho tutaona watu hawaangamizwi kwa sababu hawana imani. Tutaona kesho watu hawaangamizwi kwa sababu wanakosa kuomba. Watu hawaangamizwi kwa sababu hawaendi kanisani. Watu hawaangamizwi kwa sababu hawajaokoka. Watu wanaangamizwa kwa sababu wamekosa elimu. Mimi nisikia vile nimesema, watu wanaangamizwa kwa sababu wafanye, si kwa sababu hawajaokoka. Watu wengine wanasema na nimeokoka, mbona haya yananipata? Zaidi ya kuokoka kuna elimu. Kesho tutakuwa tukiongea kuhusu kinachosababisha watu pia kuangamizwa. Watu ambao wameokoka, believers, ni ukosefu wa elimu, sio imani zao, sio kwa sababu hawajaokoka, sio matatizo nini na nini. Jina la Bwana litukuzwe. So Mungu amani akubariki na kutende mema. Nichukue nafasi kukukaribisha katika ibada zetu za Jumapili katika jina la Yesu. Jumapili hii tunaanza maombi katika jina la Yesu, maombi ya ukombozi na uponyaji. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12 kuanzia 1, mtakapofika katika nchi ile iliyowaahidi, bomoeni, haribuni. Na tumefika mwaka mpya, lazima tuingie na maombi. Yesu Kristo kabla ya kuanza huduma alianza na nini? Na maombi. Ningelipenda ukuje tuingie maombi tukaweze kuondoa chochote kimewekwa na kiko cha kusababisha mwaka huu iwe mgumu na usiweze kuchukua kilicho chako mwaka huu kwa jina la Yesu. Jumapili ninaanza hiyo maombi katika jina la Yesu. Madhabahu za magonjwa, madhabahu za shida na nini, vizuizi na pingamizi, tutakuwa tukiziharibu ili ukaweze kumiliki miliki yako ya mwaka huu katika jina la Yesu. Karibu kanisa la Winners Celebration Center, inapatikana Kericho Town, nyuma ya Sheffield Supermarket kwa uwanja wa Soweto Driving School. Ukija pale utapata jengo kubwa limejengwa na vioo. Hapo ndipo tunakutana. Mpendwa mtazamaji wangu, hakikisha una share video hii. Kitu ya maana, share video hii. Na pia unaweza kucomment na kunielezea jinsi ambavyo unabarikiwa. Kutoka kwangu hapa ni Apostle PM Simiyu. Umebarikiwa. Amen, amen, amen. Tumpatie Yesu makofi mazuri. Umebarikiwa kupokea hii injili. Umebarikiwa.